Dunia inaendelea. Katika dunia ambayo wengi wetu tunaishi na wazazi wetu, kuna watoto ambao maisha yao yalibadilika ghafla tu baada ya kuwapoteza wazazi wao. Leo tumekuletea mazungumzo maalum na mahojiano maalum kutoka katika kituo cha yatima Umu Aisha kinachomilikiwa na taasisi ya Ansar Muslim Youth Center tawi la Arusha. Kupitia mahojiano haya na mazungumzo haya kipekee, utasikia hadithi za kweli za watoto yatima waliopo kituoni hapa, changamoto wanazokutana nazo kila siku, juhudi zinazofanywa kuwalea na kuwapa matumaini watoto hawa, ujumbe mzito kwa jamii na dunia nzima kwa ujumla wake. Mazungumzo haya si ya kawaida tu, bali ni safari ya hisia kutoka katika maumivu hadi matumaini ya vijana na watoto wa kituo hiki cha Umu Aisha hapa jijini Arusha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mpenzi mtazamaji ambaye unatufuatilia leo, kwa idhni ya Allah tabaraka wa taala, tupo katika kituo cha Umu Aisha ambacho kinapatikana hapa jijini Arusha, na tuko kujua mambo mengi ambayo yanapatikana katika kituo hiki cha kuwalea watoto yatima. Na leo biidhnillahi tuko na moja ya wasimamizi wa kituo hiki ambaye atajitambulisha, kisha tutaanza mazungumzo naye kuweza kuyafahamu mengi ambayo yanapatikana katika kituo hiki na yale yote ambayo wanapitia watoto ambao wanalelewa katika kituo hiki cha Umu Aisha hapa jijini Arusha. Namshi, karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey, vipi hali? Alhamdulillah. Endeleaje habari za hapa kituoni? Alhamdulillah rabbil alamin. Na mangependa kufahamu mpenzi mtazamaji kwa majina yako, lakini kadhalika na nafasi yako katika kituo hiki cha Umu Aisha. Kwa majina kamili naitwa Ali Isa Shemkande, ambaye ni manager au msimamizi wa kituo cha Umu Aisha. Na kwa sababu zimezungumzwa nafasi, labda niulize niseme kitu kidogo kwamba Umu Aisha ni kituo kinachomilikiwa na taasisi ya Ansar Muslim Youth Center tawi la Arusha. Kwa maana nyingine mimi ni sehemu ya uongozi katika tawi la Arusha. Kwa hiyo pamoja kwamba ni msimamizi wa kituo cha yatima Umu Aisha, lakini vile vile nasimamia sehemu katika idara ya elimu katika tawi la Arusha. Naam. Kwa ni mdau mkubwa wa taasisi hii Ansar. Alhamdulillah, ni mdau wa taasisi Ansar Muslim Youth Center tawi la Arusha. Mashallah. Leo tupo katika kituo hiki cha Umu Aisha na tungetamani kuyafahamu mengi katika kituo hiki cha Umu Aisha, lakini kwa ufupi kabisa unaweza ukatupa labda historia, kituo hiki kimeanza mwaka gani, ilikuwaje mwanzo wa harakati za kupatikana kituo cha Umu Aisha? Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kupata fursa hii adhimu. Umu Aisha Orphanage Center ni kituo cha kulelea watoto yatima, na kihistoria kilianza mwaka 2006, lakini kilikuwa katika nyumba za kupanga maeneo ya makao mapya. Na kilianza na watoto 9 mpaka ikafika watoto 24, na watoto wote wanaolelewa ni watoto wa kike. Hapa ni watoto wa kike tu pekee yake? Watoto wa kike, lakini Umu Aisha kama Umu Aisha inalea watoto wote wa kike na wa kiume katika mazingira tofauti. Labda nitakapokuja kuyazungumza baadaye kama mtahitaji details hizo. Sahihi. Kwa hiyo mwaka 2010 taasisi ndio ilipata eneo hili, ikajenga nyumba ya kudumu ambayo tunaiona hapa nyuma, lakini pia ikajenga na msikiti na madarasa kwa ajili ya watoto hawa na jamii kwa ujumla kuweza kufaidika na huduma hii. Mashaallah. Kituo kinaonekana tayari kina muda mrefu, lakini tungependa kufahamu zaidi pia, yani chachu ambayo ilipelekea mpaka mkoona kuna haja ya kuweza kuanzisha kituo mfano wa vituo kama hivi ya kuwalea watoto. Kama ilivyo haki ya malezi katika jamii, nafikiri hii ndio chachu kubwa iliyopelekea taasisi kuanzisha kituo kama hiki, baada ya kuona jamii haijafanya ule wajibu wake wa kulea watoto yatima kama ambavyo imeelekezwa. Kwa hiyo ndio ikafika mahala ikaweza kuanzisha kituo hiki ili kuweza kuhudumia ile jamii ambayo ilikuwa inakosa kupata zile haki zake za msingi kama sehemu ya malezi katika dunia hii ambayo tunaishi kwa sasa. Na kwa maelezo umeniambia kituo kilianza na watoto takriban watoto 9. Labda kwa mpaka sasa tayari kituo au kwa hivi sasa mnahudumia watoto wangapi kituoni hapa?
Kwa maana hiyo kwa mwaka tangu 2006 watoto tulionao sasa hivi hapa ni intake, wanasema ni intake ya 5 na ya 6 na kwa maana ya kwamba tushalea intake nyingine 5 ambazo zimekamilika na tayari zimerudi kwenye jamii, kwa maana ya kwamba wameshamaliza masomo degree, wengine wameshamaliza diploma na wengine bado wanaendelea, kama ilivyo sera ya kituo kwamba mtoto tunapoanza naye akiwa na takriban miaka 2.5 mpaka 3 tunaenda naye mpaka atakapo at least apate degree au diploma, ndio tunaweza kuwa kusema kwamba hapa sasa angalau tumefanikiwa katika yale ambayo ana uwezo wa kujitegemea, japo pia kuna changamoto labda tutakuja kuzieleza baadaye juu ya hili pia, lakini tayari tumeshapata kama sehemu ya mafanikio. Mashaallah. Katika kituo cha Umwaisha mnaelea watoto kama ulivyotaja, mna intake kadhaa na hivi sasa mnaenda intake ya 5 au ya 6. Ni mnafanyaje ili kuhakikisha hao watoto wanapata malezi bora? Kwanza si hatuwezi kusema tunafanyaje. Tunajaribu kufuata ile miongozo ambayo ipo ya kijamii, miongozo ambayo ipo ya kidini, pamoja na kwamba kuna changamoto katika hilo, lakini alhamdulillah miongozo yote inafuatikana ili watoto waweze kupata misingi ya malezi na makuzi kwa mujibu wa hitajio la mwanadamu alivyo. Na hiki ndio tunajitahidi, na alhamdulillah kwa kushirikiana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametuweza kutuwezesha, lakini vile vile kwa kushirikiana na wadau, jamii na serikali tumeweza kufikisha watoto katika malengo ambayo ama ndoto zile wanazokusudia, na kuna mafanikio makubwa alhamdulillah pamoja na changamoto. Hapo umetaja kuungana serikali, jamii, mnapata vipi support kutoka katika jamii lakini kadhalika serikali katika malezi ya watoto? Tukianza na serikali, serikali kama serikali imetekeleza wajibu wake mkubwa sana kuweza kufanikisha malezi ya watoto hawa, kama ilivyo wizara kwa ujumla wake juu ya watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu. Serikali ina wajibu wake mkubwa, imefanikisha kwa maana ya kwamba kutupa vibali, uangalizi, usalama, usajili, miongozo na taratibu zote zinazohusiana na malezi katika vituo hivi. Serikali hapo imefanya wajibu wake mkubwa sana na still bado inafanya wajibu wake mkubwa kutupa miongozo. Kwa mna support kubwa sana kupitia serikali serikali ya Jamhuri ya Muungano wa hakika inafanya kazi kubwa, na nafikiri kuna ushahidi mkubwa sana. Na hakika serikali ipongezwe juu ya hii, kwa sababu yenyewe kama yenyewe katika eneo lake lile la kusimamia vituo hivi iko vizuri sana katika kufikishia malengo ya watoto hawa kuweza kupata ndoto zao. Na ina miongozo na ya ziada, naweza nikasema. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao kama serikali inajitahidi na watendaji wake wako karibu sana katika kuweza kusimamia taratibu na makuzi yote ya mtoto. Yaani kosa dogo katika eneo hilo inaweza kupelekea pia ukashindwa kuendelea kuaminika na serikali katika malezi. Lakini hilo ni upande wa serikali. Upande wa taasisi, kwanza nianze upande wa wadau na jamii kwa ujumla. Na wao hakika wana mchango mkubwa sana kuweza kufikishia malezi ya watoto katika ndoto zao. Hakika ni jambo unaweza ukashangaa, lakini ni jambo lipo kwamba hakika jamii inafahamu umuhimu wa malezi. Jamii inafahamu umuhimu wa malezi, jamii inafahamu umuhimu wa kusapoti, jamii inafahamu umuhimu wa kuwalinda watoto hawa. Na ndio maana unaona mpaka leo hii watoto wameweza kufikia katika zile ndoto zao. Jitihada zao ni kubwa. Kama kuna details za wadau mnazihitaji, tunaweza tukawapa kwa undani na kwa urefu sana. Wanashiriki kikamilifu. Jamii katika eneo hilo kwa kweli wamefanya sehemu yao kubwa. Lakini kikubwa zaidi ni shukuru pia taasisi ya Ansar Muslim Youth Center taifa kwa ujumla wake, kutoka uongozi wa juu mpaka uongozi wa tawi, kuweza kuweka miongozo thabiti katika kusimamia taratibu zote za vituo vyake vyote vya malezi, ikiwemo kituo hiki cha yatima. Hakika wamefanya jambo kubwa na wana jicho kubwa juu ya miongozo hii na ufuatiliaji na tathmini, ili kuweza kumfikisha mtoto atoke katika kile au atoke katika lile jicho ambalo kwamba linakusudiwa kutokana na dira na dhima ya taasisi kwa ujumla wake. Hivi ndio kwa ufupi hakika naweza nikaeleza. Mashaallah. Basi jamii pia iko pamoja na kituo cha Umwaisha. Labda turudi sasa kwenye mazingira halisi na maisha ya watoto hawa hapa kituoni.
labda mna utaratibu au mna ratiba ambayo inawaongoza watoto kuanzia asubuhi yao mpaka jioni yao, kwamba kuna daily routine yao ikoje? Ipo kwa daily routine ipo na very neat na huwa inakuwa reviewed mara kwa mara, na hii ni miongoni mwa care plans ambazo zipo. Miongoni mwao ni kutengeneza rutini na ambayo inaweza ikawa guide hawa watoto kuweza kufikia katika malezi na makuzi stahiki na stahiki kwa namna ambavyo watoto wanatakiwa kulelewa. Na hakika hii rutini imekuwa ni mwongozo mzuri wa kuweza kuwafikisha watoto na wote wakawa katika standard inayofanana kwa sura fulani, kutokana na zile changamoto mbalimbali ambazo watoto wanakuja nazo kutoka katika familia na maeneo tofauti tofauti, kwa sababu watoto walioko hapa si watoto wa mzazi mmoja au mlezi mmoja au mama mmoja. Ni watoto wanakuja katika mazingira tofauti na wanakuja na changamoto nyingi tofauti. Kwa hiyo kutengeneza rutini hapo niongezee swali la ziada kabla hatujakamilisha hili. Samahani, hao watoto umetaja kwamba wanatoka katika mazingira tofauti tofauti. Mazingira gani ambayo mnawakuta sana hao watoto? Yaani mazingira ambayo mnachukua kabla hawajaja katika kituo hiki? Kwanza ifahamike kwanza kuweza kuwalea watoto katika eneo hili ni kwamba condition ni lazima awe na zile condition zinazofaa kuweza kulelewa katika kituo cha yatima. Kwanza awe yatima. Sharti la kwanza awe yatima au awe anaishi katika mazingira magumu. Hapo ungetuweka wazi zaidi yatima. Unajua jamii tunayo inadhani yatima labda ni mtu kukosa wazazi wote wawili au vipi. Yatima ambaye anazingatiwa katika kituo cha maisha. Yatima ambaye anazingatiwa kwa mujibu wa taratibu na maelekezo ni yatima angalau amefiwa na baba. Huyu anaitwa yatima, na ndio miongoni mwa watu ambao wanapata umri wake. Yani anaweza sawa. Yatima ni kwamba aliofiwa na baba, lakini katika umri wa kuanzia ule mwaka dakika 1 mpaka kiasi cha baleghe, huyo ndo anaitwa yatima. Lakini vile vile labda nieleze kidogo hapa kwamba sio kila yatima anaweza kupata nafasi au anaweza kuchukuliwa katika kituo hiki cha maisha. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu si yatima wote wana sifa zinazofanana katika hali katika jamii. Kwa mfano labda yatima, labda tuseme, labda nijitolee mfano, kama kwa mfano nikifa mimi, watoto wangu ni yatima, watabaki kwa yatima. Lakini automatically hawezi kusema wanapata nafasi katika kituo hiki. Kwa nini? Kwa sababu upande wa kuumeni na kukeni wanaweza wakawalea watoto wangu. Kuna ndugu ambao wanaweza. Kwa hiyo hiyo mtoto ambaye ana sifa namna hiyo kuwa hatuwezi kumpatia kwamba hata baba yupo lakini maisha yake anaweza akasimamiwa vizuri watu wa karibu, kwa sababu mali alizoacha baba pia zikaweza kumuendesha. Sahihi kabisa hiyo. Kwa hiyo sisi yatima aliyoko hapa ni yule yatima ambaye familia imeshindwa kabisa kuweza kumsapoti mtoto huyu, kwa maana ya baba, mama, shangazi, mjomba, babu, wale wote walioachwa, ni kwamba hawezi kusapoti. Hilo ni moja. Lakini pia inaweza kuwa maisha sio hivyo ninavyozungumza, lakini yale manyanyaso ndani ya ile familia mtoto akashindwa kuendelea kuishi, huyu anaweza kupata nafasi hapa. Huo ni upande wa yatima. Lakini kwa wale wasio na uwezo na mazingira magumu, nao pia wana nafasi kwa sura ya namna hiyo katika eneo hili. Kwa hiyo huwa tuna vigezo vingi vya kuweza kufuatilia mpaka kupata sifa za mtoto ambaye anaweza kulelewa katika nyumba hii. Ukirudi katika kipengele kile ambacho tulikuwa tumekisimamia, namna ambavyo rutini yao ipo, naweza kutajia kwa ufupi, labda asubuhi wana ratiba gani, mchana wana ratiba gani? Kwanza ifahamike kwanza hawa watoto wote au sera ya kituo hiki ni kuchukua kituo kina uwezo wa kuchukua watoto wa miaka 2.5 na kuendelea. Kwa hiyo sera ni kupokea mtoto wa miaka 2.5, kwa sababu hatuna facilities za kulea watoto chini ya miaka 2.5, kwa maana ya kwamba mtoto wa siku moja, siku mbili. Kwa hiyo ni watoto kati ya miaka 2.5 kuendelea. Na watoto wote hawa kwanza, haki kubwa mbali ya haki nyingine za msingi kabisa muhimu wanazotakiwa kupata ni elimu. Kwa hiyo rutini imelenga sana katika eneo la elimu, katika masuala ya elimu, masuala ya ukuaji wao, masuala ya yani ile jamii inavyohitaji kama mtu kuwa katika jamii. Kwa hiyo kwa nini nimeanza kutaja elimu? Kwa maana ya kwamba ile rutini yao imelenga sana
makuzi ya mtoto katika eneo hilo la elimu, lakini vile vile la chakula, malazi, mavazi ni viongoni mwa vitu viko hivyo. Labda nizungumze kwa nini nimevitaja hivi vitu afu nimeviingiza kwenye rutini. Rutini ama timetable yao ilivyo kwa siku ni kwamba wale wenye umri kidogo wa darasa la 5 kwenda juu, ama ratiba inavyoanza ni kwamba saa 10:30 watoto huwa wanaamka, wanaamshwa. Lakini wanaamshwaje? Hawezi akaamshwa kama ng'ombe. Lazima aamshwe kwa taratibu za mwanadamu anavyotakiwa kuamka. Mwanadamu akiamka lazima kuna vitu lazima awasiliane na Mola wake, kwa sababu alikuwa katika kipindi ambacho kina maelezo. Kwa hiyo lazima awasiliane na Mola wake, kwa maana ya kwamba lazima afundishwe jinsi gani akiamka awasiliane na Mola wake au amshukuru Mola wake kwa kile kipindi ambacho alikuwa amelala. Kwa hiyo hivi maana na adhkari zile za asubuhi, alhamdulillah, kwa maana hiyo kwamba katika kuamka wanafundishwa jinsi gani wataamka kama wanadamu, watasema maneno gani au watamshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna gani. Hili ni jambo la kwanza ambalo limetajwa kwenye rutini. Kwa hiyo wataamshwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Baada ya taratibu huo, ina maana wataenda katika maeneo ya usafi, kwa maana ya vyoo na nini. Ina maana lazima lao pia aoneshwe taratibu jinsi gani ya kuweza kuamiliana na maeneo hayo kwa taratibu zilivyo. Kwa maana ya kwamba baada ya hapo, baada ya usafi watakuoga nini, mswaki, watarudi kwa ajili ya kufanya maandalizi ya kuhifadhi kidogo kitabu cha Mwenyezi Mungu. Baada ya hapo, itakapofika swala ya alfajiri, wataswali. Baada ya kuswali, watasoma dua au adhkari baada ya swala au na zile za asubuhi na nini. Baada ya hapo, watajiandaa kwa ajili ya shule. Watapata kifungua kinywa, ina maana wataelekea shuleni kwa siku za shule. Ama siku ambazo sio za shule, kuna rutini nyingine tofauti. Pia hii naweza nikakueleza kwa urefu tutakapokuja katika kuziangalia zile care plans. Kwa hiyo care plans zilizopo ni moja wapo zimetajwa zote katika rutini. Ninaposema care plans, kwa nini nasema care plans? Care plans ni utaratibu ambao wanatakiwa watoto waishi nao kila siku. Kwa hiyo wana plani kwamba wafanye nini, wasifanye nini, wafanye nini muda gani, wasifanye nini. Na nilitaja hapa, kuna mambo nilitaja mavazi na vitu vinavyofanana na hivyo. Utaviona kwenye rutini kwamba siku fulani wanatakiwa wavae nguo fulani, siku fulani wavae nguo fulani. Na tunafanya hivi at least, hii ni sehemu moja ya treatment ambayo tuko nayo, kwamba watoto wote wawe uniform, ili at least wasiwe na madaraja kama vile nilivyoeleza awali, kwamba watoto hawa wanakuja kutoka maeneo tofauti. Sasa mtoto mmoja anaweza akavaa nguo ya Singapore, mmoja akavaa ya Uturuki, mmoja akavaa ya Zanzibari, mmoja akavaa nguo ya sasa tunaonekana huyo anapendelea. Kwa hiyo hii imekuwa ni sehemu ya tiba katika zile psychological tortures ambazo watoto wanakuja nazo kutoka maeneo tofauti. Nafikiri nimechanganya vitu vingi hapa kwa sababu ni rutini. Ninapotaja rutini nataja vitu vingi kwa hizo care plans, vyakula, muda wa kulala, muda wa kuamka, muda wa kusoma na mambo yote kwa ujumla. Umetaja kipengele muhimu sana ambapo naweza tukafahamu. Umetaja siku za shule. Hao watoto wanapataje ni elimu yao ambayo mnawapatia? Hawa watoto wanapata elimu kwa utaratibu wa nchi. Napata elimu kwa utaratibu wa nchi na kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi. Kwa maana kwamba mtoto ana sharti la kusoma kwa level zile ambazo anatakiwa kusoma. Watoto wote wanasoma katika shule. Maana mtoto anayelelewa katika kituo cha Umaisha anapelekwa shule au mna shule yenu tayari au yaani watoto wote wanasoma. Kwanza kama nilivyosema, kutokana na age zao na umri wao, watoto wote wanasoma na madarasa yao utakuja kuyataja baadaye. Na hii ni sehemu moja ya sera au ni policy ya kituo kwamba mtoto lazima asomeshwe mpaka degree level kama nilivyoeleza, degree level, diploma level. Kwa hiyo kwa sasa hivi kituo kinadhaminiwa kielimu katika hizi level za chini na taasisi ya Ansari Muslim Youth Center katika shule ya Salaf Islamic Seminary. Lakini pamoja na hayo, mzigo umeshakuwa mkubwa kama nilivyosema awali kwamba kituo hiki kina watoto wa kike tu. Lakini hawa wa kike tu, kuna wa kike tu walioko njani ya kituo na kuna wa kike wengine wako wanalelewa na mtu, alafu kama kituo kina wadhamini elimu watoto wao. Lakini vile kuna watoto wa kiume wanaolelewa na Umaisha. Kwa maana gani? Anakaa kwa mtu, anakaa kwa babu, anakaa kwa mjomba, alafu taasisi kama taasisi au kituo chenyewe kinamsimamia elimu katika level hizi ambazo nimezitaja awali. Kwa hiyo watoto wote wanasoma katika shule ya Salaf Islamic Seminary
Na hapa labda kabla mtangazaji kidogo niachie kidogo nizungumze changamoto juu ya hili kwa sababu kuna changamoto kubwa na mzigo ushakuwa mkubwa katika eneo hili. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa sababu hawa watoto tumeshaanza kuwalea tangu mwaka 2006 na nimesema hii ni intake ya 5 ya 6 na ya 5 imechanganyika, na utaona kwamba huo mzigo ushakuwa mkubwa. Kwa maana hiyo taasisi kama taasisi imeshaelemewa kusapoti, wadau wanaosapoti nao wamekuwa wachache. Kwa hiyo sio wachache kwa maana ya wachache, ila nichukue fursa hii adhimu kusema kwamba jamani, tunakaribisha wadau wengi ili heri hii ya kuwasomesha watoto iwe kwetu sote ili watoto kwa sababu isiyo sababu ya udhaifu huu tulionao kama taasisi, niseme kama nichukulia hivyo au uchache ambao watu wengi hawajakuwa aware katika hili, iwe ni sababu ya kwamba watoto hawa wakose ndoto zao kielimu. Kwa maana hiyo tunasomesha watoto kwa level hiyo, taasisi inachangia kwa namna inavyochangia, lakini mzigo kwake ni mkubwa kwa sababu kwa jumla ya yatima kwa mfano walioko mwaka huu katika shule ya Salafi Islamic Seminary ni yatima 81. Yatima 81. Wote hao wanasimamiwa na taasisi ya Ansari. Wote hao wanasimamiwa na taasisi ya Ansari Muslim Center. Hao ni mwaka huu. Lakini kama unataka statistics au data ambazo tangu taasisi imeanza kusupport yatima ni namba kidogo kubwa, lakini naweza nikakupa statistics kwa hizo. Japo pia kuna mafanikio makubwa miongoni mwa malezi haya. Hizi nafikiri kama sijui mtangazaji unataka nizieleze sasa hivi historia za mafanikio tunaziita. Tutafika. Basi naomba niache hapa kwa sababu zimenipelekea kuleta yale mafanikio. Kabla hujafika kwenye mafanikio tungepata labda kuna changamoto gani kubwa ambazo wanapitia watoto hapa kituo? Turudi kwanza katika kituo na watoto ambao wako hivi sasa hapa kituo. Kwa hiyo nizungumze changamoto zinazopitia ndani ya kituo au changamoto ndani ya kituo kwanza na watoto wa kituo. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa swali moja ambalo nilitaka nilieleze. Hakika changamoto zipo kubwa. Na naweza nikasema kubwa. Kwa nini nimeziita kubwa? Kwa sababu tayari jamii au watoto wa umwaisha wameshakuwa wengi na wote wana changamoto tofauti. Na ukiona kwamba kwa mfano labda nieleze kidogo. Nyumba unayoiona hapa ina uwezo wa kulea watoto 16 tu. 16. Ndio capacity ya nyumba hii kutokana na vyumba na changamoto ya kwanza. Kwamba nyumba ni ndogo, demand ni kubwa. Hii ni changamoto ya kwanza. Kwa hiyo mahitaji ni makubwa. Kwa hiyo sasa paka yule utakuta tuchuje tumchukue yule mwenye mahitaji yale ya msingi. Lakini kuna watu wengi wana mahitaji pia ya msingi, lakini utakuta hawezi kupata nafasi kutokana na udogo wa nyumba. Tunafanyaje hapo? Huwa tunajaribu kumshauri ile familia at least labda ikae na yule mtoto, alafu kama kituo au taasisi inakuwa na nguvu ina support yule mjane au ile familia ili at least yule mtoto aweze kuwa. Hii ni changamoto. Kwa sababu malezi yanayopatikana yanakuwa hayafanani na yale. Kwa hiyo ufinyu wa kituo ni changamoto namba 1. Changamoto namba 2 ni kwamba watoto, hii nyumba ni temporary house. Ni nyumba ya muda mfupi kwa maana age kati ya miaka 3, 5, 11. Baada ya hapo tunalazimika. Sio tunalazimika, ni sera kwamba huyu mtoto lazima tumhamishe mahala pengine ili aweze kuacclimatize. Hii neno acclimatize sijajua, ili aweze kuweza kuendana na mazingira yale. Kwa hiyo tunamhamishia boarding, lakini vile vile tunakuwa na malezi shirikishi naweza nikayaita, kwamba mtoto huyu pia wakati tunaendelea kumlea ili asije akapoteza undugu, kinship, asije akapoteza undugu na saba. Huwa tunalazimisha yule babu, mjomba, shangazi au yule mtu yote ambaye alimleta mtoto katika kituo hiki, huwa tunajaribu kuendelea kuwatouch. Tunalea kidogo, lakini tunataka wao wanakuja kuwatembelea watoto. Tunalea kidogo, lakini wakati wa likizo tunataka aende. Unless kama kuna changamoto za kimalezi, basi hiyo inakuwa ni kesi nyingine. Kwa hiyo hii inatusaidia nini? Kwamba huyu mtoto anakuwa anajua kabisa kwamba hapa sio mahala pa kukaa miaka yote. Ina maana kuna mwaka lazima nirudi kwenye jamii. Kwa hiyo hii ni moja. Kwa hiyo tuna njia namna hiyo. Kwa hiyo huwa tunaenda kwa sura namna hiyo, na hii imetupa mafanikio makubwa kwamba mtoto anakuwa hasahau undugu wala unasaba. Hilo ni moja. Na pia limetusaidia kwamba mtoto pia anajua kwamba nikifika age fulani mimi sitakiwi na nalazimika kurudi kwenye jamii au nalazimika kuchanganyika na jamii.
na hili ni jambo ambalo sasa hapo pia ninamtoa yale fikra za kwamba mimi nimetengwa na jamii. Sahihi kabisa. Sasa hapo ndio ninataka kuieleza hiyo changamoto kwamba sio wote tunaweza kuwarudisha kwenye familia kwa sura ya namna hiyo. Kuna wengine hawawezi kurudi kutokana na ule uzito wa familia. Yani kitu gani? Yani yale manyanyaso au mazingira ya kule hawezi kurudi. Kwa hiyo sasa hapo tuna changamoto namba 2 kubwa, ni kwamba hatuna nyumba ya watoto wakubwa au tunaita transitional house, kwa maana ya kwamba hawa watoto watafika mahala wanakaa hapa kwa shida lakini je, hawa ni watu wakubwa kidogo, je wataendelea kukaa na watoto wadogo? Kwa hiyo tunatakiwa tupate transition house kwa ajili ya kuweza kuwalelea hawa watoto wakubwa kati ya miaka 11 bado huko chini ya usimamizi wetu na mazingira mengine ambao wataenda. Mtangazaji kidogo kwanza hapo usiseme kwamba wanatoka miaka 11. Hatuwatoki katika miaka 11. Yaani hawa watoto tunao mpaka degree, ukumbuke hilo. Nakumbuka hiyo. Kwa hiyo hawa bado ni watoto. Kwa hiyo ina maana kuna kipindi cha likizo inatakiwa arudi kidogo hapa. Kuna kipindi labda amemaliza degree. Nafikiri tunaelewana hapo. Maliza degree alafu pengine anasubiri kujitafuta, tunaita kujitafuta. Tunatakiwa tupate hiyo transition house ili at least tumuongezee skills au pia aweze kustabilize na kufanya mambo mengine akiwa katika bado uangalizi wetu. Ndio sababu hiyo ni changamoto ya pili. Changamoto ya 3. Unaruhusu niendelee maki changamoto nyingi. Changamoto ya 3 kama nilivyosema kwamba hii nyumba ni ya watoto wa kike. Hatuna nyumba ya watoto wa kiume. Kwa hiyo kuna changamoto kubwa katika eneo hilo, kwamba watoto wa kiume wanalelewa kama nilivyosema awali, lakini hatuna nyumba ya watoto wa kiume. Hatuna nyumba ya watoto wa kiume. Hatuna nyumba ya watoto wa kiume kwa maana ya kwamba kuwalea watoto wa kiume katika mazingira haya. Kwa hiyo tunajaribu kutafuta uwezekano. Hitajio la watoto wa kiume linakuja, ni watu wanaleta maombi kuwaleta watoto wa kiume. Sio hitajio la watoto wa kiume linakuja. Sasa hivi changamoto katika malezi imegeuka. Watoto wa kiume wamekuwa na changamoto kubwa sana, wananyanyasika mitaani, wananyanyasika katika familia, wananyanyasika katika jamii na manyanyaso nafikiri yamekuwa ni makubwa kuliko maelezo. Na hapa lazima nipaguse kidogo, kwa maana ya kwamba mtoto wa kike anaweza kanyanyaswa katika manyanyaso tunayojua kwamba mtoto kanyanyaswa wa kike, lakini kurudi kwenye maumbile yake ya mtoto wa kike ni rahisi. Lakini mtoto wa kiume atakaponyanyaswa katika mazingira haya, kurudi katika maumbile yake ya mtoto wa kiume inaweza changamoto kubwa zaidi. Hii kidogo nafikiri ni jambo jamii na taifa inatakiwa tuliangalie na jinsi gani kuwekeza nguvu kubwa kabisa katika kurudisha tamaduni na malezi stahiki ya wanadamu ili wasiweze kuingia katika manyanyaso haya ambayo yanapelekea kuharibu utu wa mtu. Samahani nimetoka kidogo kwenye changamoto, nimeingia kwenye mambo kidogo, lakini ni miongoni mwa changamoto ambazo pia hiyo ni changamoto nyingine. Lakini sasa changamoto nyingine kubwa ambayo ni muhimu ni kwamba tayari mzigo wa kusomesha watoto umekuwa mkubwa na wadau inatakiwa tuhamasike zaidi ili tujue hilo kwamba hawa watoto wanahitajika kusomeshwa na kama inavyoeleweka sasa hivi elimu inahitaji kidogo gharama, tena si gharama za hivyo, gharama hasa maana control number ikitoka kama mtoto hajaweza kulipiwa anaweza kupoteza ndoto zake kwa sababu ya shilingi 750,000 au milioni. Na hii tumeziona kwamba watoto wameshindwa kusoma sehemu nyingine kwa sababu ya 750,000 kwa mwaka. Hiyo ni changamoto nyingine katika kielimu, na maana mfuko wa elimu lazima tu-support ili tuweze kuwafikishia watoto. Lakini changamoto nyingine iliyopo ni changamoto ya matibabu na yanayotokana nayo na hayo. Hii ni changamoto kubwa na mzigo pia hapa ni mzito, inatakiwa pia tushirikiane katika maeneo. Ama changamoto nyingine ambazo ni za kawaida ni ile wanaita wenyewe watoto wa kawaida siku hizo wanaita kodi ya meza. Si unajua ukiamka asubuhi wewe huwezi kumwambia ngoja kidogo sijui sukari bado Mtibwa hajafanya hivi, ni jambo halieleweki. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yapo na nashukuru wadau katika hili eneo hili wamejitahidi kufanya vizuri na kuweza kwa support na mtangazaji. Sijui kama nimezigusa changamoto mashallah. Nadhani ile ambaye anatufuatilia anaweza akawa tayari ameona changamoto ambazo zinakikumba kituo cha Umu Aisha. Na tukiendelea na watoto ambao wapo ndani ya kituo, mna wajenga vipi katika maadili? Kama nilivyotaja katika rutini mwanzo kwamba tuna rutini ipo lakini kuna care plans. Miongoni mwa care plans ni care plans za kiroho ambazo zinaendana na taratibu za malezi na makuzi ya mwanadamu.
Mwanadamu anatakiwa akuzwe na si kinyama, akuzwe kama mwanadamu. Kwa hiyo katika care plans zipo na zinalenga kabisa makuzi ya kiroho na yani mashirikiano kati ya nafsi yake na maumbile yake, nafsi yake na Mwenyezi Mungu, na nafsi yake na maisha yake, na nafsi yake na mustakbali wake, wa kuweza kufikia malengo yake ya kuumbwa. Kwa hiyo katika nyumba ni ndogo, demand ni kubwa. Hii ni changamoto ya kwanza. Kwa hiyo mahitaji ni makubwa. Kwa hiyo sasa paka yule utakuta tuchuje tumchukue yule mwenye mahitaji yale ya msingi, lakini kuna watu wengi wana mahitaji pia ya msingi, lakini utakuta hawezi kupata nafasi kutokana na udogo wa nyumba. Tunafanyaje hapo? Huwa tunajaribu kumshauri ile familia at least labda ikae na yule mtoto, alafu kama kituo au taasisi inakuwa na nguvu ina support yule mjane au ile familia ili at least yule mtoto aweze kuwa. Hii ni changamoto. Kwa sababu malezi yanayopatikana yanakuwa hayafanani na yale. Kwa hiyo ufinyu wa kituo ni changamoto namba moja. Changamoto namba mbili ni kwamba watoto, hii nyumba ni temporary house. Ni nyumba ya muda mfupi, kwa maana age kati ya miaka 3, 5, 11. Baada ya hapo tunalazimika, sio tunalazimika, ni sera kwamba huyu mtoto lazima tumhamishe mahala pengine ili aweze kuacclimatize. Hii neno acclimatize sijajua, ili aweze kuweza kuendana na mazingira yale. Kwa hiyo tunamhamishia boarding, lakini vile vile tunakuwa na malezi shirikishi, naweza nikayaita, kwamba mtoto huyu pia wakati tunaendelea kumlea ili asije akapoteza undugu, kinship, asije akapoteza undugu na saba. Huwa tunalazimisha yule babu, mjomba, shangazi au yule mtu yote ambaye alimleta mtoto katika kituo hiki, huwa tunajaribu kuendelea kuwatouch. Tunalea kidogo, lakini tunataka wao wanakuja kuwatembelea. Nyumba ni ndogo, demand ni kubwa. Hii ni changamoto ya kwanza. Kwa hiyo mahitaji ni makubwa. Kwa hiyo sasa paka yule utakuta tuchuje tumchukue yule mwenye mahitaji yale ya msingi, lakini kuna watu wengi wana mahitaji pia ya msingi, lakini utakuta hawezi kupata nafasi kutokana na udogo wa nyumba. Tunafanyaje hapo? Huwa tunajaribu kumshauri ile familia at least labda ikae na yule mtoto, alafu kama kituo au taasisi inakuwa na nguvu ina support yule mjane au ile familia ili at least yule mtoto aweze kuwa. Hii ni changamoto. Kwa sababu malezi yanayopatikana yanakuwa hayafanani na yale. Kwa hiyo ufinyu wa kituo ni changamoto namba moja. Changamoto namba mbili ni kwamba watoto, hii nyumba ni temporary house. Ni nyumba ya muda mfupi, kwa maana age kati ya miaka 3, 5, 11. Baada ya hapo tunalazimika, sio tunalazimika, ni sera kwamba huyu mtoto lazima tumhamishe mahala pengine ili aweze kuacclimatize. Hii neno acclimatize sijajua, ili aweze kuweza kuendana na mazingira yale. Kwa hiyo tunamhamishia boarding, lakini vile vile tunakuwa na malezi shirikishi, naweza nikayaita, kwamba mtoto huyu pia wakati tunaendelea kumlea ili asije akapoteza undugu, kinship, asije akapoteza undugu na saba. Huwa tunalazimisha yule babu, mjomba, shangazi au yule mtupe kidogo hapa tuweze kufahamu. Kama ambavyo tumeeleza kidogo hapa kwenye rutini yetu, ni kwamba kumjenga mtoto ili angalau ajue uhusiano baina yeye na Mola wake, lakini baina yeye na nafsi yake. Kwa hiyo kwenye jamii kuna mitihani kwamba mtu amefikia kufanya alichokifanya akapata mtoto. Basi tujalie labda amepata katika mazingira si ya kawaida, inaweza kuwa labda ni unyanyasaji au vyovyote, lakini still bado huyu ni mwanadamu, alitakiwa amlee. Lakini kinachotokezea ni kwamba yule mtoto alitupwa na Wasamaria wakamwokota katika malezi. Basi sisi tukawa ni miongoni mwa kumlea yule mtoto katika age ile. Tumeenda naye, tumejaribu kuunganisha ili angalau tupate ndugu yake ni nani, lakini mpaka hivi tunavyosema leo hii ndugu yake ni sisi. Lakini yule ndugu akisema hizo ndugu zake, anajua ndugu zake ni sisi, kwa sababu tayari hawezi kupata baba ni nani, mjomba ni nani, shangazi ni nani. Kwa hiyo hivi ni vitu vipo, na vituo kama hivi vimekuwa ni support kubwa kwa watoto wa sura ya namna hii. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua jinsi gani ya kulea waja wake katika namna tofauti. Allah asimamie, Allah jitihada kubwa. Shukrani. Asante. Naam, labda toka umeanza kazi katika kituo hiki, kuna tukio gani ambalo huwezi kulisahau? Tukio ambalo siwezi kulisahau
Matukio ni mengi, lakini sisi mawili moja ili nilizungumza hivi punde ni matukio ambayo huwa siwezi kuyasahau, lakini matukio ni mengi ambayo siwezi kuyasahau kutokana na historia ya mtoto vile unavyoipata siku ya kwanza, unavyojaribu kuhoji, unavyorudi katika jamii, unavyorudi kufanya utafiti, je, haya yanayozungumzwa ni kweli? Hakika kuna matukio mengi ambayo ndio hivyo, kwa sababu mwanadamu anasahau, lakini kiuhalisia huwa kiuhalisia kila ukimwangalia yule mtoto ina maana kama vile unapata ile image from the day one ambayo umeweza kuona vile. Kwa hiyo matukio mengi, na ni mengi ni ya kutisha, mengine ni ya kusikitisha, mengine mpaka unafika kujiuliza hivi ni mwanadamu anaweza akafanya vitu vya namna hii? Hii dunia ina vitu vingi, lakini viko vitu vingi ambavyo vinafanywa na watu wanaohusika na jamii ile ambayo kidogo vinasikitisha, na hapa iko haja pia ya jamii kurudishwa katika mahusiano baina ya wao na muumba wao. Ni kitu muhimu sana. Naam. Unaiambia nini jamii? Jamii na wadau wote kwa ujumla, ninachoweza kukisema hapa kama fursa hii adhimu kwamba tushikamane kuweza kulea watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu, lakini vile vile turudi katika asili ya malezi haya ili angalau tusitoke katika ile toa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu haya mambo yana maelekezo na jinsi gani ya kuweza kufikia katika uhalifa, kwa sababu uhalifa si vitu vidogo hivi, lakini lazima uanze na vitu vidogo ambavyo vimepewa maelekezo. Ina maana maelekezo utakapoyafuata sisi tutakuwa mahalifa. Na tutakapokuwa mahalifa ina maana itafika mahala dunia itakuwa haiwezi kusikia matukio unayasikia sasa hivi. Matukio, yani tukio paka huamini. Tani 100, tani 2000 zinaenda kumpiga mwanadamu ambaye hana hatia. Ni kitu ambacho si sawa katika maumbile. Anyway, kuna mambo ni mengi, nafikiri labda sijui muda haunitoshi. Lakini nashukuru. Naam. Lau ukapewa rasilimali zote ambazo unazihitajia katika kituo hii, ungeweza kufanya nini kufikia kubadilisha maisha ya watoto? Rasilimali zote yaani nakusudia kama ni eneo, ni kituo, ni upana, unaweza ukafanya kitu gani kubwa katika kubadilisha? Kitu kikubwa nitakachoweza kukifanya ni kwanza zile changamoto kubwa kuziweza kuziondoa kwa kipindi husika, na vile vile kutoa nafasi kubwa kwa jamii ambayo ina mahitajio makubwa kuweza kupata zile haki zao za msingi katika kufikia yale malengo yao ya makuzi. Yani maana mwanadamu huwezi ukamtosheleza mwanadamu nzima. Ni vitu havipo. Hata ukipewa rasilimali zote kama mwanadamu bado utabaki mwanadamu. Kwa hiyo utafanya kwa jitihada na vile Mwenyezi Mungu atakavyokukadiria, na hakika hapa ndio mahala muhimu pa kuomba msaada Mwenyezi Mungu. Maana unapokuwa sasa umetosheka na rasilimali, kama ukitumia akili au uwezo wako wa kawaida unaweza pia ukafuja na ukaingia mahala pengine pagumu. Kwa hiyo muhimu ni kwamba nitajitahidi kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyonijalia ili niweze kuwafikia au kutoa subhanallah, kuweza kutoa haki za msingi na kuwafikisha watoto katika yale malengo yao. Nafikiri hivi kama nimejibu sijui au nimechanganya. Tutasema siko vizuri sana kwenye majawabu sasa hivi. Ni mara gani ya mwisho mtoto hapa, nimesema watoto wanatokea wakiwa ni wadogo, mara ya mwisho mtoto amelia akakumbuka wazazi wake? Mara ya mwisho hata jana mtoto kalia. Anamkumbuka? Hata jana mtoto kalia. Na kwa sababu gani? Yani hawa watoto ukija kuwaona kuna vitu vingi wanavyo na wametoka mazingira tofauti. Kwa hiyo kuna kosa dogo anaweza akafanywa na mwenzake akakumbuka tocha. Au kuna kosa dogo la kibinadamu linaweza katokea akakumbuka. Au kuna swali lingine saa nyingine mnyo watangazaji mna maswali yenu huwa yanagusa nyoyo za watoto. Kwa mtoto anabugujika na machozi. Kwa nini? Kwa sababu umemrudisha kidogo. Unahisi nini ukiona mtoto analia kwa kukumbuka mzazi wake? Hisia zinategemea na uhalisia hasa na historia yake. Lakini vile vile unakumbuka, je, na mimi watoto wangu, watoto wa ndugu yangu, watoto nani pia nao wanapata hisia za namna hii kutokana na pengine kuwapoteza wapendwa wao, mama, baba. Hasa wale ambao
wameweza kuwaona wazazi wao wakiwa wanaumwa mpaka wanafariki au ajali au vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Anyway, mambo haya ni mengi katika watoto na ni miongoni mwa vitu tunavyojitahidi kuviondosha na kuwaweka katika misingi ya sawa. Mashaallah. Katika kazi yote toka muda ambao umeingia na kuanza kufanya kazi katika kitu hiki, kuna siku ilifika ukakata tamaa ukaona bwana mimi kila siku ukakata tamaa ukasema bwana niachane na shughuli? Kukata tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu ni jambo ambalo sio la sawa. Kwa hiyo ingawa mwanadamu kuna wakati subira lazima, kwa sababu changamoto ni miongoni katika, unajua unapoamiliana na watu sio kama unaamiliana na nini, na mwanadamu ni mwanadamu. Kwa hiyo vikwazo ambavyo vinapelekea kidogo ukajisikia kama mwanadamu vipo vingi. Viko vingi. Unaweza ukasema tufanye hivi likatokea hivi au hivi, lakini kukata tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu ni jambo ambalo kwa kila siku unazidi kupata amali. Kwa hiyo nini ambacho kinakusukuma zaidi paka hamasa inazidi kila siku kuendelea kufanya shughuli? Wallahi kinachonisukuma zaidi kupata hamasa na za kuendelea kufanya shughuli ni yale tu mambo ya msingi ambayo nimeyazungumza. Ukiunganisha utaliona moja kwamba nini ni kuweza kufikia kwanza, ukae ukijua kwamba malezi ya namna hii ni malezi ambayo yamenasibishwa na ibada na kuna kauli nyingi kutokana na wadau wengine wanakuambia jicho la Mungu, wengine hivi, lakini sisi tukibaki katika ule msingi ni kwamba kufanya kazi kwanza ni ibada. Kwa hiyo ni kustakasa nia tu na ikhlasi ili angalau kuweza kufikia katika yale malengo husika katika makuzi na malezi ya watoto. Naam. Tukiwa tunaenda katika kumaliza na kufunga mahojiano yetu, lau hivi sasa dunia nzima hivi sasa inakutizama, hivi tuko katika media hapa, dunia nzima inakutizama, unaweza ukaiambia nini juu ya malezi na juu ya kituo cha Umwaisha? Kwa malezi kwa ujumla. Malezi kwa ujumla. Hebu watu warudi katika sasa na watoto ambao tunazungumzia watoto yatima. Kwa malezi kwa jumla, yani wanadamu, hebu turudi katika misingi ya asili ya katika kulea ili angalau dunia iweze kurudi katika amani au tumalize na amani. Kwa sababu watu wameacha misingi katika malezi, achilia mbali watoto yatima, lakini utakuta hata mtu na familia yake halei vile inavyotakiwa kama maelekezo yalivyo. Yani naweza nikasema, samahani nitatumia lugha ngumu kidogo, lakini unaweza ukafika mahala ukakuta kwamba mnyama analea vizuri kuliko mwanadamu, ambayo hii ni hatari. Kwa hiyo lazima turudi katika misingi ili tuwalee watoto vizuri, ili tuilee jamii vizuri, ili jamii dunia iweze kufika mahala palipotakiwa na malengo ya Muumba. Mashaallah. Tukushukuru sana Sheikh kwa jitihada zenu kubwa, lakini pia kadhalika tuishukuru taasisi ya Ansar Muslim Center kwa jitihada zake kubwa ambazo zinaendelea kuzitoa katika kusimamia malezi ya watoto katika kituo hiki na wale ambao wako nje ya kituo. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala aandike haya katika mizani ya mema yenu siku ya Kiyama, siku ambayo haitomnufaisha mtu chochote isipokuwa ni matendo yake ya kheri. Tukiwa tunaenda kufunga, unaweza ukaiambia jamii inawezaje kushiriki kuungana mkono na kituo hiki ili kuweza kusaidiana katika jukumu la kuwalea watoto? Ninavyoweza kuiambia jamii ambavyo tayari tushaambiana na jamii alhamdulillah imeweza kutoa sapoti kubwa katika maeneo hayo, kwamba tuendelee kushirikiana, tuendelee kuungana, tuendelee kusaidiana na kushauriana, kwa sababu sisi ni wanadamu, ushauri ni kitu muhimu. Lakini vile vile tuendelee kushikamana katika malezi na makuzi ya watoto hawa. Lakini sambamba na hilo, labda niseme vizuri kabisa kwamba Umwaisha si kisiwa. Umwaisha ni kituo au ni sehemu ndogo katika vituo vilivyopo katika malezi ya watoto yatima. Kwa hiyo mimi nawakaribisha kwanza wadau wote waje watembelee, watushauri, waje watembelee, watusapoti, waje watembelee, watuunge mkono. Lakini kwa hizi changamoto ambazo nimezieleza, ni vyema pia tukashirikiana, tukaendelea kuzitatua kwa kadiri ya uwezo wetu tulionao. Lakini vile vile nawaambia tena wadau na jamii kwa ujumla kwamba kazi ya malezi si kazi ya mtu mmoja, inahitaji mshikamano na inahitaji pia kuungwa mkono na kwa namna moja au nyingine, kama hivi swali ambalo ulimaliza kulizungumza hapa kwamba ni kitu gani kinakukatisha tamaa. Kwa ni maeneo muhimu ya kuweza kuyaangalia hayo
ili angalau sasa yule mtoto ambaye baadaye anakuja kuwa mtu mkubwa asije akaja akasema kwamba jamii fulani ilikuwa ndo sababu ya 1 2 3. Nafikiri haya mazungumzo tunayasikia kwa baadhi ya watu wanaoitwa chokora kwamba mimi nimesababishwa na fulani, ndio maana hivi. Kwa hiyo jina lako lisije likawa ni jina ya kwa maisha ya mwingine, lisije kawa ni jina linalotajwa kwa vibaya na mtu fulani, liwe ni jina linalotajwa kwa kheri, na at least ukirudi kwa Mola wako uwe na kitu unachoweza au iwe ni sababu pia ya kufika kwa Mola wako ukiwa na radhi za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi na kwa kusema haya, labda ndugu mtangazaji, nichukue fursa hii pia kuwakaribisha wadau waweze kutusupport, kutufikia. Naweza labda kuna namna naweza kushiriki kwa kuchangia chochote. Unaweza kushiriki kuchangia kwa kufika hapa ukatupa support, kwa kufika hapa kutushauri. Lakini unaweza ukatufikia vile vile moja kwa moja kwa namba za Halo Pesa ambayo ni 0615 505 411. Hii unaweza ukafika ukakutupigia ukatupa ushauri, lakini pia unaweza ikawa ni sehemu ya mchango wako. Lakini vile vile kuna akaunti za benki ambayo ni CRDB ambayo ni 01500015 N9X00 CRDB benki, na majina yote ni Aisha Orphanage Center. Hebu tushirikiane katika eneo hili ili tuwafikishe watoto katika ndoto zao. Lakini la muhimu, unaweza pia ukaamua kuchukua mtoto mmoja ukasema huyu nitamsapoti kitu fulani kwa mwaka mzima, au elimu yake kwa mwaka mzima, au elimu yake mpaka atakapomaliza, na hii itakuwa ni sehemu yako ya sadaka yenye kuendelea, na Mwenyezi Mungu azikubali sadaka na ibada zetu. Amin. Barakallahu fik. Kwa kufikia hapa, tupende kuwashukuru wote ambao wamekuwa mkitufuatilia, na haya ni maisha, ni hadithi za maisha halisia ya watoto ambao wapo katika kituo hiki cha Aisha ambacho kinapatikana hapa jijini Arusha, maeneo ya Bullet, mkabala kabisa na Masjid Salam. Kituo ambacho kinamilikiwa na taasisi ya Ansar Muslim Center tawi la Arusha. Naomba Allah tabaraka wa taala apokee ibada wanazotoa, lakini kadhalika awape kheri na badala ya juhudi kubwa ambazo wanatoa juu ya malezi ya watoto hao. Endelea kutufuatilia kwa maudhui nyingi mbalimbali kunako taasisi ya Ansar Muslim Center tawi la Arusha. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Shukran.